Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Saudi Arabia imeionya Iran kufika makubaliano na Marekani, la sivyo itahatarisha vita na Israel katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia ametoa ujumbe mzito kwa maafisa wa Iran mjini Tehran, ambapo amesema kwamba lichukulieni pendekezo la Donald Trump, rais wa Marekani, la kujadili makubaliano ya nyuklia kwa uzito, kwa sababu linatoa njia ya kuepuka hatari ya vita na Israel. Akiwa ameshtushwa na uwezekano wa kudorora zaidi katika eneo hilo, Mfalme Salman bin Abdulaziz wa Saudi Arabia mwenye umri wa miaka 89 alimtuma mwanawe Prince Khalid bin Salman na onyo lililopelekwa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya Ghuba vilivyo karibu na duru za serikali na maafisa wawili wa Iran. Walihudhuria mkutano wa faragha mjini Tehran ambao ulifanyika Aprili 17. Katika makao ya rais walikuwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian, mkuu wa majeshi Mohamed Bagher na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi. Duru zinaeleza Mwanamfalme Khalid, ambaye alikuwa balozi wa Saudi Arabia mjini Washington wakati wa muhula wa kwanza wa Donald Trump, aliwaambia maafisa wa Iran kwamba kiongozi huyo wa Marekani wakati huu amekuwa kama mtu mwenye subira kidogo kwa mazungumzo ambayo hayajakamilika. Kulingana na vyanzo hivyo vinne, Trump alikuwa ametangaza bila kutarajia zaidi ya wiki moja kabla kwamba mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja yanafanyika na Tehran yana lengo la kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran kwa kurudi kwa msamaha wa vikwazo. Hata hivyo, wakati vyombo vya habari vikiripoti ziara ya mtoto wa mfalme mwenye umri wa miaka 37, maudhui ya ujumbe wa siri wa Mfalme Salman hajafafanuliwa hapo awali. Huko Tehran, Prince Khalid aliambia kundi la maafisa wakuu wa Iran kwamba timu ya Trump ingetaka kufikia makubaliano haraka na dirisha la diplomasia litafungwa haraka. Kulingana na vyanzo vinne, waziri wa Saudi Arabia alisema itakuwa bora kufikia makubaliano na Marekani kuliko kukabiliana na uwezekano wa mashambulizi ya Israel ikiwa mazungumzo yatavunjika, kulingana na vyanzo viwili vya Ghuba. Hata hivyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo katika eneo la Mashariki ya Kati, wanasema kwamba moja kati ya mambo ambayo yamekuwa ni hoja nzito kwa upande wa Iran ni juu ya kukabiliana na Israel, kwamba Tehran ipo tayari kwa mapambano, na hii ni kwa mujibu wa kauli zilizotolewa na viongozi wao mbalimbali, akiwemo kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei, ambaye mara kadhaa amesema kwamba kamwe Iran haitoweza kurudi nyuma kwa sababu ya vitisho kutoka kwa Israel ama kutoka kwa Marekani. Hata hivyo, kwa upande wa Rais Masoud Pezeshkian, anasema kwamba moja kati ya jambo ambalo Iran haihofii ni mapambano dhidi ya Israel. Amesema kwamba katika nyakati ambazo wao wamejipanga vilivyo ni nyakati hizi, lakini hawawezi kushinikizwa kukubaliana na mambo ambayo hawawezi kuyaona yana umuhimu na kuwaletea hasara. Amesema kwamba kuharibu miundombinu ya nyuklia ndani ya Iran ni kuiletea hasara kubwa Iran, na hivyo wao kamwe hawatoweza kuachana na mpango wao huo wa kurutubisha nyuklia, huku akidai kwamba ikiwa wapo tayari kwa ajili ya kufanya ukaguzi, Iran itakuwa tayari kuwaruhusu maafisa wa Marekani kwenda kufanya ukaguzi kwa ajili ya kujiridhisha ikiwa Iran inatengeneza makombora ya nyuklia ama la. Huu ndio msimamo wa Iran, kwamba hawataachana na urutubishaji wa uranium, lakini pia hawana mpango wa kuzalisha silaha za nyuklia katika taifa hilo la Kiajemi. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.